girlfriend yangu. Na Joe unajua vizuri kwenye anaishi yako na bwana. Si unajua hivyo? Kama uko unajua ako na bwana? Sijajua mimi. Uje mwambie uko na bwana? Sikumwambia. Na wakati wa rasho inaendwa. Anajua ndio tunaenda kufanya. Nilikuwa nimemwambia. Ndio tunapelekwa mahali sasa nioleke. Najua ni girlfriend yake na kuonganga. Huko muuliza hapo nataka kunikuoa. Mimi hata nilifikiria yeye ananijipelekea hiyo. Nikasema nataka kuwa na bibi, nataka tu kwa girlfriend wewe. Girlfriend tu. Bibi, mambo ya bibi hapana. Kama unashika hiyo. Unashika hiyo? Sasa mzee. Umesema kuna gari? Na amekuja mguu hapa. Gari ameacha huko juu kwa kando. Umeacha gari huko? Kwa hapa anakuja kama ananyemelea. Sana walk tu. Si mtu ako na pesa ananga maneno mingi. Si mtu wa kujionyesha. Nyewe. Sasa mimi nafikiria njoo mzee wako. Juu ule mwingine amepotea. Na sasa tuangalie kama huyu umeachwa na yeye kama ni mtu loyo. Tuangalie aje? Kwa simu yake tu. Yako tuliangalia tukapata nani? Vincent. Sasa simu ya Vincent tuangalie kama naye akoroko kwako. Si ndio? Mimi kazi yetu kubwa si kukubanisha, ni kuleta familia pamoja. Unaona? So hii imepotea hivyo. Sasa ule hata rudi. Mimi sijui sasa ni bwanangu utaongea na yeye. Ama utampigia simu? Ndio angalia. Ama kwanza mpe time. Kwanza cool. So ningeomba kama ingewezekana Vincent, sasa tunasimama hapa nyuma kidogo hapa, sio kuna mashimo. Tunasimama hapa. Tuangalie hivi. Mama kumba kuja hii side. Nafaa kuwa katikati ndio tuweze kusoma side, tukua side zote. So ningeomba Mr. Vincent fungulie simu. Lakini mama nikuulize swali, si ndio? Tumepata kwa simu yako. Kuna Vincent. Na simu yako tukaona hakuna mtu mwingine isipokuwa huyu. Unaona? Na kwa simu tukipata kuna mtu mwingine huko na kucheza na yeye, utafanya aje? Mtasema aje? Mtasikia vibaya. Juu unaona kwangu kumepotea. Sasa hivi maid zangu, si unaona at least nitakuwa na yeye kidogo. Nikienda nikipembeleza mzee wangu arudi. Unaona kwangu kumepotea juu yake. Naweza feel vibaya juu aliniambia ana mtu na ana bibi. Yes. Asimesikia vizuri Vincent. Kwa hii simu yako tunaweza pata kitu yenye inaweza umiza udada yetu? Hapana hata. Hakuna. Angalieni. Simu uko nayo? Ukipata niko hapo. Okay. Hakuna hata. Na simu umetufungulia? Nimefungua. Umemsave nani? Girlfriend yako? Stella. Kwani kuna majina ngapi wewe na wewe? Sisi tunaitwa Mary. Ama Stella ni yenu ya mapenzi? Najua lazima ufiche white. Kuficha white. Okay. Ni mnapenda sana kuchat ama kuongea kwa simu? Kuchat. Ni kuchat. Okay. Na Vincent hapa naona hata die tumeka hapa kwa DP bibi yako Stella. Nampenda sana. Stella unapenda, unaona hapa nyuma yako picha ni yako akifunga na kuona. Ananipenda. Sasa hizo ni bibi wenyewe, saa hizo unafanya hizo zote. Kwani kuna makosa? Kuna makosa? Mudhuri. Ya nini? Takire bara. Tiradi wewe no riwe. Tuseme tu iko sawa. Cha tuingie hapa kwa kuchat tuone. Sidhani kama ananicheat. Na kwani kuna mtumia nudes? Akitisha sinamtumia. Unamtumia picha yako kwa uchi? Unatishanga picha ya madamu akiwa uchi? Nikiwa safari lazima nione. Ndio furahie. Natumanga. Na madamu unapiga picha unamsukumia tu. Sasa hizo mzee ako wapi ukifanya mambo? Si huko Tanzania huko. Akatuma shughuli zake za kutafuta pesa. Pesa muhimu. Sasa kama huyu ako na hiyo time ya kuniambia nimtumie, mzee ana hiyo time ya kuniambia nitume. Sasa niulize. Mbona nisitume? Na kwani pesa yake alitoa wapi kama adhokomi kila saa ni wewe? Nani? Huyu mzee. Huyu ni mtu ako na kampuni zake. Ndiye director. So nadhokoma akiwa tu amelala.
Wewe anafanya kazi yake na simu. Ni kupanga tu kazi. Hivyo. Si yule kuamka asubuhi na mapema yule. Hapana. Wadia magoge kaoba. Hapana. Hata ukimwona hapa si unaona anakaa mtu ako na pesa. Leo anakaa bazuri ati nini? Kwanza tunavaa kofia na wanafunika macho hivi. Wanajua mengi sana hawa. Acha tuangalie hapa. Nimeshangaa unamtumia nudes bana. Ngo anatuma. Bwe. Nani anaitwa Clea baba? Ni customer wangu natumianga mchere kutoka Mombasa. CD. Anaitwa Clea. Na mnapenda kutumia jina mzigo? Anapenda kutumia jina mzigo. Hata nini hapa kwa simu yako bado ni mzigo tu. Just hapa naona. Leo anasema nini? Clea amemwambia ati kwa nile mzigo ilikuwa inakaa aje? Mbona uko unanifikishia mzigo yangu? Mzigo ni gani? Mchele. Yeye amesema mchele. Na mbona usiita mchele tumie jina mzigo? Hiyo jina bro nataka kuitumia hivyo mzigo. Kila saa ni mzigo. Mzigo ni jina baya? Si jina baya, lakini saa unaweza ielewa kwa jina jingine yenye sifai kama venye mimi naishika. Lakini mimi naona niko na kichwa baya. Ni mko sawa. Uko na kichwa mbaya? Niko na kichwa baya. Ni kama. Nikaona hapa mzigo nafikiria mambo zingine. Nafikiria vitu zingine. Lakini nikiwauliza mnaniambia ni kitu yenyewe inaeleweka. Ni kichwa common. Lakini nauliza mbona msiita mchele mnaita mzigo? Mbona msiita dania mnaita mzigo ya dania? Juu ni mzigo kubwa. Hiyo mzigo ni kwa ujumla. Kwa ujumla. Mzigo mingi. Unaweka mchele na tukatoka. Hiyo ni lori kama 2. Aya, kwenda juu. Kwa hiyo hata si ati gunia ati kilo 50. Ni lori. Yenyewe huyu ni mwanabiashara huyu. Na naitwa na nimesema naitwa Faith ni nani baba? Hapo soma message madam. Ati babe. Nakumbuka ule tulikuwa kule kwa lodging. Manze emergency sijapata period yangu. Nafikiria niko na ball. By the way, anafu na mbona uchukue simu yangu? Faith ni nani? Faith ni nani? Faith ni bibi yangu. Kwani uko na bibi? So uliniambia una bibi? Niko na bibi. Uko na bibi na uliniambia una bibi? Ati watoto 3. So na hata sasa hivi umeambiwa umesema hapa una bibi. Jota anashangaa. Sasa hii tu. Umesema una bibi. Niko naye. Uko na bibi? Watoto 3. Kuanzia lini? Shuali. Ni kama miaka 6 hivi. Na mbona umenipotezea muda ukafanya hadi ndoa yangu ikaisha juu yako? Utambidi ufuate mzee wako sasa. Sasa ndafuata aje mzee na ni wewe umeharibu? Shuali hivi umefanya ni fair. Nitamtoa wapi huyo mzee? Utaenda kumtafuta. Hapana, mimi utaenda kumtafuta na huko. Wewe ndio umeniharibia. Nitarudi kwa bibi yangu. Utarudi aje? Watoto wangu nikae na huko. Wewe sio ulikuwa unakuja kuniharibia maisha yangu na uende? Madam, sasa nakuja hapo kwako. Utanjipanga kutoka hapo sasa. Nakuja hapo kwako. So wewe mzee uko na bibi na watoto 3. Watoto 3. Na huyu ni babes wako. Na sio ulikuwa umesema nikashungua. Mbona huko niambia from the word go? Kumbe kigongi alikuwa anakuanga na naonga kule kwingine. So kigongi ulikuwa na kigongi kingine. Kama ningekuambia ungenikumbali. Sasa mwanaume lazima acheze karata zake. Sasa wewe tafuta bwana wako wewe. Nitamtoa wapi? Na ameenda shuali. Tafuta bwana wako. Lakini hivyo umefanya si ni vibaya. Sasa mimi sinanga time sasa sasa. Naenda kwa bibi yangu na watoto wangu. Na gari bado tutamletea? Yeah? Gari hapana. Hapana. Sasa atanunuliwa sasa na bwana wake. Yeah. Huyo bwana ako wapi? Na ameenda ukiona na macho yako. Hivyo umefanya ni vizuri. Madam, nimekuambia utaenda utafute bwana wako. Muongee. Nitamtoa wapi? Na ameenda na amenikataa hata urashi umefanya iishe. Na ulikuwa umeniambia utasimama na mimi. So ulikuwa kusimama na mimi ni kuniharibia. Hiyo ndio ilikuwa kusimama na mimi. Hivyo umefanya ni vizuri. Madam, ulikuwa na bibi na uliniambia una bibi. Madam, utajipanga. Nitajipanga. Sasa wewe madam, umeongwa miaka 3. Haki maisha yangu imepotea. Karibu dawa yako bwana wako ameenda. Rashi ulikuwa umeletewa. Gari ulikuwa umeabiriwa gari, bado imeenda. Lakini simpe hiyo gari bro. Hapana. Aende akambaye huko.
na mzee wake. Mbona umeamua hivyo wewe? Na gari kumemletea. Hata nimefanya wewe mbona yake ampotee. Imagine yeye ndiye amefanya ndoa yangu ikaisha. Surely na nimesimama na yeye hapa. Nimekwambia ukweli yenye nimefanya nimpende. Nimekuwa na bibi miaka 5. Miaka 5 sasa na uliniambia una bibi. Na wakati nakupigia tunaongeanga na wewe video call ukiwa kwa nyumba. Mwanaume lazima aweke mwanamke box ili amkumbali. Tukiongea na unakuanga wapi? So wewe ulikuwa tu unataka kugonga? Obviously mwanaume tu anafaa hivyo. Na sasa Jumada umesema vizuri, bwana yako hana time yako, si ndio? Ukaenda kwa Vincent naye amesema ako na bibi, si ndio? Si unafu mbebeleza at least abaki na wewe. Sasa nitapembeleza aje mtu hataki? Si unaweza mbebeleza, una shida na kuna ako na bibi. Sasa Vincent, mbona unanifanyia hivi na nimekaa na wewe hivyo? Ndoa imeisha, rasho umeisha, si boma hadi boma nimenyang'anywa, watoto ndio nimeachiwa. Ameniachia watu, nitaanzia wapi maisha shwali? Sikubali tu nikae na wewe nikiwa bibi wa pili. Basi siwezani na mabibi wawili mimi. Mbona uwezani na wao na niko na watoto 4 nitawameza? Utaenda kutafuta ule mzee wako mwelewane. Nitamtoa wapi? Siende unisaidia kumtafuta. Haiwezekani. Tafadhali kubali tu kukaa na mimi. Nitafanya nini? Na sina otherwise. Nitafanya nini? Unisaidia hata wewe. Ndio sasa mimi kama ilikuwa ni mzee wako sasa unaongea na yeye, ningesaidia. Sasa huyu sasa ni nani? Huyu at least anipe hiyo gari. Classmate wako? Yeye anipe hiyo gari, niweke kwa Uber. At least fanye Uber nipate chakula ya watoto. Ongea tu na yeye usikie. Sasa mimi nitamuongelesha aje mtu sijui? Si unipe hiyo tu. Siongea na kigongi yako siongee na yeye. Tafadhali nipe hiyo gari, niweke kwa Uber. Nini? At least nilea watoto na wasome. Haiwezekani. Hata nataka nirudi kwa Muhindi anipe gari yangu, pesa yangu. Narudisha. Basi nipe pesa niweke biashara. Kuna umenipotezea muda wangu. Rudi kwa bwana yako. Ndoa ikaisha juu yako. Rudi kwa bwana yako. Nimebaki hivyo 0 kama sina kitu juu yako. Alafu unaniruka. Kama huyu akusaidie. Sasa mimi kusema ukwenda msaidia aje? Ingekuwa ni bwana yake ako hapa. Msaidie na maneno. Ona maneno. Mimi nitakwambiaje madam? Jitunze kukaa na mwanaume mmoja. Hiyo ndio unaniambia unanisaidia nayo sasa. Nitakwambiaje ingine sasa? Bwana yako umesema unamuita babes huyu. Bwana akiwa hapo. Si ndio? Nampigia simu vizuri unamuita babes. Sasa simeona. Ndio yako imeenda. Nyumba. Ratio. Na tena ugari yake. Nitakusaidia aje sana madam? Lakini hebu ngaeni nyinyi wapenzi. Hebu niwapee time muongee. Tena kuweka hapa ndani muongee. Tumia ujaja yako muigize box. Sinajua venye unamseti yanga pale nafurahia. Unasemaje sasa? Sasa nataka tu nikubali tu juu ndoa yangu imeisha. Haiwezekani. Aki tafadhali na kuomba tu. Juu sina otherwise. Bwana ameenda. Na ameenda kabisa. Unasikia hata hiyo bomba amesema nisijaribu kuingia huko. Unataka nifanye na amekata ambe hata amesema mtoto huyu wa mwisho. Ati hiyo kichwa inafanana na yako. Ate? Anasema ni wako. Mtoto wa nani? Si wako, huyo wa mwisho. Haiwezekani. Haiwezekani kwa nini? Haiwezekani. Hapana, kubali tu niwekee basi biashara. Hata kama utanifungulia hardware, nilee hao watoto. Nitafanya nini na watoto 4? Tafadhali. Tafadhali na kuomba. Kubali tu. Usiniache hivi. Mimi ukiniache hivi mtakuja kunizika. Mahali imefikia. Hebu ongea. Nitafanya nini? Nitafanya nini hata wewe? Si bwana ameenda juu yako na nimekutambua na nikamwambia yenye nilifanya nikutafute ni juu yeye ameregea kwa kitanda. Mbona wewe unakataa saa hii? Si wewe ulikuwa sawa kwa kitanda? Hata saa hii huwezi kumbuka uzuri wangu? Itambidi umfuate. Sitakufuata. Sasa nitamtoa wapi? Haiwezekani. Haiwezekani. Haitawezekana. Haiwezekani. Hata gari yangu nimepigia Muhindi simu. Hapana, acha kumpigia. Hapana, acha kumpigia. Hata nataka kwenda mimi. Tunataka kwenda. Na sasa unipe pesa ya biashara. Ile time tumeweza hapa ni mingi. Nipatie pesa ya biashara tafadhali. Niweke at least nijiinue kimaisha. Na watoto. Na basi huyu mtoto wa 4 hata mimi nasema vile bwana anasema. Yule siku kuambia huyu mtoto ni wako. Nitakuletea. Sasa wewe. Na yeye nimpelekee wake 3. Na mimi niende kwa babangu. Simbo zake. Sikiza. Utaenda utafute bwana wako. Mahali alienda muelewane.
Mimi hakuna kitu. Wewe si unijui? Mimi. Unijui? Sasa ameniruka, nitafanya nini jamani? Nitafanya nini? Nimebaki na nani? Nilikuwa na kwa nini nilicheza bwanangu? I wish singecheza bwanangu. Kama haya ndiye amenipata. Mimi nitafanya nini? Mimi nimeondoka. Umekataa kabisa. Mr. Vincent. Sasa umeonaje dakika ya mwisho? Unajua sasa ni vizuri. Unajua ni vizuri. Haki si ya mtu, wewe maamuzi ya mwisho. Mimi nimemwambia. Atafuta ule mzee wake. Wakae chini, waelewane. Lakini otherwise hakuna vile. Kwa hiyo unaona hii ndoa yangu imeisha juu ya mimi. Hakuna vile mimi naweza msaidia. Huyo mzee wangu sasa nitamtoa. Ama wewe unaona vile amekasirika na ameenda. Hata sasa nikipiga hii simu sikia iko mteja. Hata acha ni block line busy. Ama wewe unaona tufanye aje? Njoo mimi nataka kwenda kazi mimi. Mimi ningekuomba. Nataka kwenda. Mimi ningekuomba. Simekuwa tukonga hii mali chini ya maji. Aendelee tu. Juu shida yake sana si ati pesa. Unasikia amesema bwana yake amemjengea kwa nyumba ya rent. Si ndio? So ataikuja ama unakula msumbua sana kumitisha pesa huyu? Hapa muulize ndio huyu. Muulize. Sasa pesa ya nini na pesa nilikuwa nayo? Si ndio? Hata hiyo gari ilikuwa nakupea tu ili ku appreciate. Alikuwa ananiambia hata sasa mimi niko na bibi. Lakini bibi sasa nitakupeleka wapi wa pili? Bibi hana shida. Mimi nitakubali kwa pili. Gari. Sikuwa mbaya gari. Bado uko na bibi. Sikuwa unajua uko na bibi. Mimi nilikuwa najua lakini wao huko wanajua. Na sasa shida iko wapi sasa? Si tuendelee tu. Tuendelee tu kuishi. Mimi sitaweza. Utaweza kukaa na wanawake wawili itakuwa ngumu. Lakini mbeleni Kenya iko na watu wawili. Kenya. Kwani zaidi umejua Kenya ndio maisha imekuwa ngumu. Sasa ndio umejua. Wakati nilikuwa na wewe. Kwa hivyo wewe ulikuwa unataka bwanangu ananilisha, wewe kazi yako ni kukuja kula tu. Sasa unaona gharama imekuwa mingi. Juu kuna watoto, kuna mimi. Unaona sasa kila saa ndakuitisha pesa. So ulikuwa unanitaka wakati niko na bwana ana provide. Wewe nilikuambia tafuta mzee wako tu. Mimi siwezi kusaidia. So ni unitaki short? Hapana. Sawa, haina shida. Hivyo umenifanya ni vizuri. So madam mridhika na hiyo? Acha tu nikaa hivyo. Nitafanya nini? So utaanzia wapi sasa? Utaenda kwako kuongea na bwana yako mtafanya aje? Nitatafuta bwanangu lakini huyo mtoto wa 4 ni wa huyu ndakupelekea. Haya. Hata sikusikia hiyo. Mtoto ni wako mzee? Wa 4 ni wake. Ajue asijue ni wake. Si mimi ndio najua baba. Mtoto ni wake. Mama ndio jua baba. Watoto wa bwanangu ni wangapi? 3. Na hata si ulisikia bwanangu akishuku. Akisema hii kichwa inafanana na nani? Huyo mtoto wa nyuma. Mimi wangu ni 3 wa bwana. Nini? Huyo wako nakuletea hapo bibi yako wale. Unajua kwake? Nitajua. Watoto. Si nitajua. Watoto ni wa bwana wako wote. So wewe kuna kitu ulikuwa na provide hapo? Hakuna. Sawa. Sina mtoto pale mimi. Wewe kukula tu. Mimi ni utamu tu. Mimi nahurumia sana madam. Sasa madam rasho yako imeharibika. Sasa kama utamsaidia umsaidie, mimi naomba kwanza kuondoka sasa. Mimi boss takuomba tu kitu moja. Kama inawezekana, chukua mwanamke. Aki. Mchukue tu. Nikimchukua nitampeleka wapi? Si utaenda unijengee. Ama kwanza utanikombolea. Nichukue wengine 5. Kwanza utanikombolea. Bado faidi yako. Si ndio? Sasa sasa unaenda kwa fei, si ndio? Sasa hao ni 10, nitapeleka wapi? Na wote ukichukua huku unajua wani utawapeleka. Kwani sasa ndio imekuwa mzigo? Hiyo ilikuwa chini ya maji. Na sasa imekuwa juu ya maji. Sasa juu imekuwa juu ya maji imeleta shida. Haiwezekani. Haiwezekani. Mpe ushauri mwingine hapo. Tunisaidia aje brother? Hapa kimeumana. Nimechanganyikiwa mimi. Wewe umechanganyikiwa kuniliko? Sasa wacho na mabwana wote wewe ni wa nani? Na sasa unajua hata ni tabia zako mbaya. Sasa ni gani mbaya? Za tamaa. Hata huyu nimemfanyia tabia mbaya. Tamaa ya kugongwa. Kama si kugongwa kwako, huyu jamaa ange. Huyu reason ya huyu kuniacha ni gani? Anasema kuna fei. Si hiyo. Lakini mbeleni alikwambia aje? Alikuwa amekwambia aje kabla hujashika simu? Alikuwa amesema aje? Si alikuwa amesema ana? Yes. Alafu sasa amejua. Unajua sasa amejua bwana yako amejui maneno. Hapana, ni majukumu anaepa. Unajua? Brother, wacha nikuambie. Hakuna vile unaweza ambia mwanamke ukweli, hata kukumbali. Kukumbali. So muingiza box na lazima utumie lugha. Hata ungejiuliza huyu mzee anaweza kaa aje bila bibi. Kwenye unamuona hivi. Ukiniangalia wewe unaona mimi ni mtu wako na vitu zake. Kitambi ndio hiyo.
Kwani kitambi ndio pesa? Haiwezekani. Huyu ni mtu analokoma wewe uone. Kwani mtu anakubaia gari? Msimu za kuna pesa. Sasa umeamua utanitaka. 1.5. Umeamua sasa hata gari unipei. Kuna. Hata gari unipei. Kila kitu unipei. Utaenda kumbaiwa na bwana yako. Oh, Hiyo tu. ni sawa. Acha mimi niende. Umeenda? Sawa, haina shida. Wewe enda tu, siku moja tutakutana. Asante. Umeenda? Niachie kama ikangu tu. Ni sawa. Niachie tu haka. Sawa, asante. Nimeshukuru sana. Haki umeenda tu hivyo. Kabisa. Sasa hii tamani ya nini nilikuwa nayo? Nilikwambia tu sasa umepoteza watu wawili. Haki imagine nimebaki hivyo tu. Sio nitafanya nini haki? Nitakusaidiaje mama? Na wewe uko na bwana? Uko na bibi? Mimi sina bibi. Sasa unioe? Mimi siwezi kuoa wewe. Mbona usinioe? Nitakuwa mzuri. Kama nikiregea pale ukitaka unachukua mwingine. Utaregea. Wewe ukai kuregea. Mimi taweza. Utaweza? Tena watoto wanne mimi na kijana mdogo nitaanzia aje sasa? Tutasaidiana. Nitafanya kazi hadi ya kufua nguo. Nitafikiria hiyo maneno. Sawa. Imekuwa ngumu sana huku guys. Lakini yote ni majaliwa ya Mola. Iko hivyo.